Wewe una miaka 25, uko mwaka wa 3 wa pili, watu wanakuja wanakutongoza, wamekuelewa, unakataa. Ingia kwenye maazimio ili kusudi ujue kwamba sasa baada ya kumaliza tu nimefikia umri wa kuanzisha familia. Una miaka 30 unasema nasubiri. Unasubiri nini? Unasubiri nini? Rasimisha mambo yako ili kusudi tuanze kuwa na familia zilizokuwa structured. Sasa ukifikia hiyo level unampata nani? Kwa mfano, unapaswa kujua kwamba mtoto wa kwanza huwezi ukaenda ukamuoa au ukaolewa na mtoto wa kwanza mwenzio aliyelelewa na baba na mama yake. Mimi nimelelewa labda na baba na mama, siwezi ni firstborn nikaenda kwa binti ambaye pia ni firstborn kwao. Hamna ndoa hapo, ni migogoro tu, wote ni viongozi. Huyu anachosema hiki, huyu anataka hiki, ukisema hivi anataka hivi, ukisema hivi anataka hivi. Huyo ni kiongozi. Ndio maana wakiwa shuleni hao wanasoma masomo ya acts, extrovert, wanaongea sana. Huyo akigombana naye saa hizi anataka baadaye muwe mmemalizana, mgogoro umeisha. Eba vipi? Imekaa vizuri. Unajua uliniuzi. Nikuzi nini? Nimeshakuomba zamani. Imeisha hiyo. Ndio mtoto wa kwanza na wa pili anataka hivyo. Sasa mtoto wa kwanza na wa kwanza hawaoani. Wewe sasa hivi una girlfriend, wewe firstborn una girlfriend, una boyfriend firstborn. Nani amekwambia kuna ndoa hapa? Nenda mahakamani kaangalie. Wale wanaoachana zaidi ni wale waliooana firstborn. Nenda kwenye mataasisi ya dini, wote makesi wanaoshughulikia firstborn. Angalia kwenu hapa nyinyi wenye migogoro huko, una mchumba tayari una migogoro, angalia firstborn. Kama unaye hamna maazimio yote, piga chini, chagua nitakaye kuambia kuanzia pale kwenda mbele. Lakini wa pili, watoto wa kwanza ni watoto wanaowajibika sana, wanajituma sana, wanaenda sana. Hata hapa ukiangalia, waliotazama vizuri hii mikopo iliyoelezwa na biashara, watakao changamkia ni mtoto wa kwanza na wa pili. Red color wanapenda kuonekana hivi. Firstborn, secondborn anataka kuwa tajiri ili amsaidie mtu. Kazi yake ni kusaidia watu watoke. Ndio maana wengi hapa mnasomeshwa na mtoto wa kwanza na wa pili, kwa sababu wao kutoa ni kawaida tu, chukua. Na hata ukiwa naye akiwa ndio boyfriend wako anakupa tu. Sasa wewe unasema hajawahi kunipa, umechukua mtoto wa mwisho, atakupa nini? Mtoto wa mwisho hawezi kukupa wewe. Firstborn, secondborn anatoa kirahisi. Lakini sifa yake nyingine, anahangaika kwa ajili ya kuonekana na utukufu juu. Lakini hawa, mtoto wa pili kwake anachukua tabia zote za mtoto wa kwanza, lakini unamuongezea na ubishi. Hivi mtoto wa pili na mtoto wa pili hawaoani. Kama mmeoana wote wa pili, mnaucheki mziki huko nyumbani. Mtoto wa pili ukisema kwenda huku tunajenga Morogoro, anakuambia tunajenga Iringa. Nasema huyu mtoto akasome huku, mimi nimesema atasoma huku. Muda unaenda, ni kupishana tu. Hata hapa mkurugenzi kama akiwa wakuu wa idara wote ni secondborn, hafi yeye ni firstborn, cheki mziki wake huko. Watakuwa wanabishana tu, halmashauri haiendi, yani ni kubishana tu, firstborn secondborn wanabishana. Wewe mimi sijakuelewa na mimi sijakuelewa, tufunge kikao. Tuachukue baadhi ya madiwani wote wawe watoto wa kwanza, halafu wataalamu kule wawe watoto wa pili. Kwenye baraza huko watasahau hadi kula. Ni kubishana, hakuna iko hivi. Wanatakiwa kuwa mchanganyiko. Sasa mtoto wa kwanza na wa pili wanaenda kwa mtoto wangapi? Wanaenda kwa mtoto wa 3 na kuendelea. Mtoto wa 3 na kuendelea. Kwa sababu mtoto wa 3 wa 4 hawa na kuendelea, hawa ni ma introvert, sio waongeaji sana. Akisema jambo anasema subiri tutajadili. Ukisema naenda kukopa anakuambia tutalipaje. Huyu kazi yake kukupunguzia wewe hasira firstborn. Tukachukua mkopo kesho. Utalipaje? Anakurudishia hasira. Ukiona nyumba inauzwa na benki ujue kakopa firstborn na secondborn. Na hawa wakiwa wengi mahali, maana yake hawa mahali hapo patakuwa na maendeleo sana, lakini ubishi pia upo sana.